ni mfano mdogo tu. Sasa unabidi uanze kujichunguza kwamba zamani kabla ya kuanza masturbation ulikuwa unaweza kusimamisha maumbile yako vizuri wakati wa asubuhi, wakati ambao utahitaji kushiriki tendo, lakini pia wakati ule wa tendo unasimamisha maumbile yako vizuri, unaweza kulimudu tendo la ndoa, unaweza kumfikisha mwenza wako kileleni. Lakini baada ya kuingia kwenye hili janga kubwa la mchezo mchafu wa masturbation, umejikuta kwamba hauwezi kabisa hata kumridhisha mwenza wako, hata kulimudu tendo la ndoa kwa dakika 7 tu. Sasa huu ndio mfano mzuri ambao ukijiuliza utagundua kwamba ni namna gani masturbation ambavyo inaweza kudhuru moja kwa moja kwenye mfumo wako wa uzazi. Sio kwamba kwenye swala la saikolojia tu kama wengi wanavyosema. Kiukweli masturbation kuna 80% na kuendelea kunaweza kudhuru kabisa kwenye mfumo wako mzima wa uzazi. Sasa hakikisha kama wewe ni mwanga kujichua na umetafuta suluhisho umekosa, hakikisha unanitafuta ili niweze kutatua changamoto yako moja kwa moja kuanzia kwenye chanzo ili uweze kupata matokeo mazuri. Kumbuka kwamba changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume inadhalilisha.